Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mpendwa mfuatiliaji na mtazamaji wa Lecture Online TV, nakukaribisha tena kwa mara nyingine tena katika kipindi chako pendo cha Qur'an Tajwidi, kuweza kujifunza ahkamu za usomaji wa Qur'an ili uweze kusoma Qur'an kwa usahihi zaidi. Sehemu hii ni sehemu yetu ya 6. Kabla hujaendelea kipindi hichi, niweze kukaribisha ndugu jamaa na rafiki ambao unafuatilia chaneli hii na ambao unakutana nao video hii, usisahau kulike, kusubscribe, bonyeza alama kengele hapo chini ili kwanza kufikia vipindi vyetu vinapokuwa tayari, na pia ukisubscribe ni moja ya njia ya kutoa sadaka yako hapa. Lakini usisahau kulike, kuonesha unapenda video hii na kucomment. Alika ndugu na jamaa wengine wote tuweze kujiunga na chaneli hii pendwa, tuweze kufika mbali na tuifahamu dini Allah Subhanahu wa Ta'ala, mambo mengine kwa ujumla. Alhamdulillah, tupo sehemu yetu ya 6 ya Qur'an Tajwidi, tukiendelea kujifunza ahkamu za usomaji wa Qur'an. Kutoka nami mwalimu wako wa kila siku, mwalimu Ibrahim Maro. Alhamdulillah, shukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuko na afya njema. Karibu, leo tutakuwa sehemu ya 6 tukiangalia, tujadili kwa pamoja hukumu ya iqlab. Nyuma tuliangalia hukumu ya idhhar, tukaangalia na hukumu ya idgham. Leo tunakwenda sasa sehemu ya 6, tunaangalia hukumu ya iqlab. Cha kwanza tuangalie maana ya iqlab kilugha na kisheria usomaji wa Qur'an. Salamu kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu neno la lugha ya Kiarabu tunasema ma haddul iqlab lughatan wa istilah. Nini maana ya iqlab kilugha na kisheria usomaji wa Qur'ani? Mtunzi wa kitabu cha Hidayatu Mustafida anasema hivi: amma lughatan fa huwa tahwilu shay'in an wajhihi. Ama kwa lugha ya Kiarabu ni kubadilisha kitu kutoka upande huu kwenda upande mwingine, kugeuza kitu kutoka kwa upande wake kulipeleka upande mwingine. Hiyo ndio iqlab, maana yake unabadilisha. Lakini ama istilaha ama kwa sheria usomaji wa Qur'an, fa huwa nayo ja'alu harfin makana harfin akhar, na kunikujalia herufi sehemu ya herufi nyingine. Maana unaijalia herufi fulani hapa, mfano labda tuseme labda lam, unaijalia kuwa sehemu ya herufi nyingine, mfano labda nini, jim, mfano wa hivyo. Ma muraati alghunna, lakini ukiwa na muraati alghunna, kuchunga zile ghunna zile ambazo tunatumia khaishumu hapa, lazima iwepo. Nasema sasa, ili usifahamu wa iqlab, kanuni yetu ni ile ile. Tunasema hivi, sharti ya kwanza either iwe katika neno moja au maneno mawili tofauti. Mfano maneno mawili tofauti, neno la mwanzo lile limeishiwa na nuni sakina, ili usisahau, ndio maana tunaendelea tupata hukumu nuni sakina tanwini, au ni herufi yoyote imeishiwa na tanwini, maana fathatain, kasratain na dhammatain. Hiyo ndiyo kanuni. Kisha neno linalofuatia sasa ndio tunaangalia hapa sasa, ni hivi: kam hurufu al-iqlab wa ma hiya, herufi za iqlab ni ngapi? Tumekusha tambua, ili tuipate iqlab kama tupata idgham na idhar kule, tunahitajika itangulie nuni sakna, herufi neno lililopita liwe limeishiwa na nuni sakna au limeishiwa na tanwin fathatain, kasratain au dhammatain. Kisha neno linalofuatia sasa liwe hivi: hurufun wahidun wa huwa alba, herufi iqlab ni hii moja, nayo ni ba. Kwa herufi za iqlab sio kazi, ni herufi moja tu, ba. Tofauti idhar zipo 6, sawa, idgham zipo 6, lakini iqlab ni herufi hii moja. Katika zile herufi 28 za Kiarabu, mpaka hapa tumepata herufi 13: idhar, idgham na iqlab. Kwa iqlab ni herufi moja ambayo ni ba. Mdau wetu wa nguvu wa Lecture Online TV. Je, unatafuta elimu na huduma bora ya matangazo? Karibu Lecture Online TV. Changia maendeleo ya Lecture Online TV kwa kununua bidhaa na huduma zetu za bora. Tunatoa huduma za matangazo kwa vifurushi vya Premier Pro, Premier Economy na Payday. Pia tunazo bidhaa za elimu, kitini cha Kiarabu, Arabic Storybook, Al-Arabia baina yaday, kitini cha ujasiriamali na mafunzo ya ujasiriamali, vyote utavipata kwa online. Wasiliana nasi kwa namba 0785766703 WhatsApp. Karibu sana, tukuze maendeleo. Kufanya hivyo utakuwa umetoa sadaka kubwa sana na Allah atakubariki. Sasa njia rahisi ya kuelewa iqlab hii, unahitajika wewe neno ambalo limeishiwa na nuni sakna au limeishiwa na tanwini,
neno linalofuatia lianze na herufi ba. Hiyo ndio iqlab. Tuangalie mifano ya iqlab baada ya kufahamu iqlab inakuwaje na kwa hivi na hivi na hivi. Sasa ili tuifahamu iqlab, naomba tusitoke kidogo tu nisikize kwa wale ambao wanapenda maendeleo ya Lecture Online TV, na alhamdulillah tumeshauri waweze kununua ubao, inshallah tafikia huko kidogo kidogo. Sasa ili tufikie huko na maendeleo yaweze kuonekana, tunaomba utunge mkono kwa kuchangia maendeleo ya Lecture Online TV kwa kununua bidhaa zetu. Bidhaa zetu ni hizi bidhaa za matangazo. Tuna bidhaa za matangazo. Utalipia pesa ya matangazo, tutakutangazia tangazo lako katika mitandao yetu yote ya kijamii. Umetoa pesa lakini ni sadaka, umenuia sadaka. Kwa hiyo utapata bidhaa yako na umetoa sadaka. Lakini pia tuna bidhaa za elimu. Kitini cha maneno ya Kiarabu, tuna vitabu vya Kiarabu ya baina ya dakika, tuna vitabu vya Arabic story, vyote ni vya soft copy na ndugu zangu. Na pia utapata kitini cha ujasiriamali, na pia utapata mafunzo ya ujasiriamali. Kwa hiyo hata ukasema ukalipia pesa kwa ajili ya mafunzo ya ujasiriamali, ukalipia pesa ukafundishwa, pia utakuwa umetiania, Allah atakulipa kwa msaada ambao umefanya, umetoa sadaka kwa kununua bidhaa zetu. Naam, karibu tuweze kuendelea. Tumesema tunaangalia mifano ya iqlab. Mfano iqlab, baada ya kutambua ile iqlab ni moja na inakuwa hivi. Mtunzi sasa bima amthilatu dhalika. Sasa tuangalie mifano yake ni. Anasema mithalu inda nuni min kalmataini, anasema mfano wa nuni ikiwa katika maneno mawili, mfano min ba'd, min ba'd, nun sakina hapo, min ba'd, sisije kusema min ba'd, hapana, min ba'd. Na alhamdulillah katika Qur'ani, hii Qur'ani tumerahisishiwa iqlab, kunakuwa na kijimi fulani kirefu, min fulani hivi, sio ambayo imekaa kwa hivi, la, yenyewe imekaa kwa urefu hivi. Hapo nimekuonesha mfano katika screen hapa, hapo imekaa mfano wa hivi. Hiyo ni iqlab, tumerahisishiwa. Maana yake tunaigeuza ile nuni sakina ile pale, sasa tunaitamka nini? Mim, panda sasa min ba'd. Umeona? Wa min kalimat, na ikiwa neno moja, yumbitu lakum, ni kama tamka mim mbili, yumbitu lakum. Kwa tumeigeuza ile nuni sakina, tumeigeuza kuwa nini? Ni mim. Ndio maana tukasema hivi, nao fa huwa ja'alu harfun makan harf akhar, ni kujalia herufi fulani kwa herufi ya sehemu nyingine. Kwa tumeigeuza nuni sakina kuwa mim, mfano hivi. Mfano mwingine, mithalu tanwin sami'un basir, sami'un basir. Ba itatamka kama ba vile vile ilivyo ndo kanuni, lakini hata tunatamka mim, sami'un basir. Fanya mazoezi na utaweza. Twende katika Qur'an tuangalie mfano wetu wa mwisho. Tumeanza katika Qur'an suratul Jinn. Angalia fungua suratul Jinn aya nambari 13 ya chini kabisa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Nashinda kusoma kwa hivyo kwa sababu maiki yangu hii unaposoma sauti inakuwa linapotea. Kwa hiyo msikilizaji anakuwa hanipati kwa uzuri. Aya Allah anasema wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih. Mona faman yu'min bi rabbih, faman yu'min bi rabbih, hapo ndo kuna iqlab. Na malizia fala yakhaf bahsan wala rahaka. Shukran, na mtu umefahamu vizuri matumizi ya iqlab. Na kama utakuwa na swali usisite kuuliza. Like, comment na share video zetu hizi uweze kujifunza zaidi. Kama utakuwa na swali usisite kuuliza. Maasalam.